Wewe, naomba unisikilize kwa makini we kijakazi. Shenzi, unakaa tu kwenye nyumba za watu. Hauna pa kwenda. Sasa nakwambiaje, ule uwanja kule mbele na nyuma nataka ufagie vizuri. Umenielewa? Na kile choo changu, choo cha ndani na kile choo cha nje, chote nataka ukadeki, sawa? Na ile mivyombo ya usiku na ile mivyombo ya asubuhi yote uoshe, sawa? Sasa nakwambiaje, nirudi hapa haujafanya hata kimoja, ama umefanya yote umeacha kimoja, utatafuta pa kwenda. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Naitwa kijakazi, eti kimi kijakazi, kwani jina langu ni kazi kuita. Naitwa yani unakaa kabisa unastarehe. Mtu anakaa kwenye nyumba yetu, anakula, anafanya kila kitu kwenye nyumba yetu, na wewe umekaa kabisa unastarehe, si ndio? Kwani kuna matatizo gani Yule si kijakazi? Yule kijakazi tu mundani anafua, anafagia, kazi za wanawake zote anafanya yeye. Sisi tunastarehe tu, wala sioni sababu ya kumpiga vita namna hiyo. Eti dada, wewe hivi unajitambua wewe? Mtu anaishi kwenye nyumba yetu, anakula, anafaa, na umelizika tu, kwani hana kwao? Sasa nikwambia hivi, huyu atakuja kuchukua mirathi, atakuja kulisi hii nyumba hii. Sasa huyu anabidi aondoke, tufanye juu chini, huyu jamaa haondoke. Sasa mimi na wewe tunatakiwa tufanye juu chini, huyu aondoke. Huyu humu ndani asikae, yani humu tumtese vya kutosha. Sasa unashangaa mdogo wangu Zaituni, unakaa unalizika tu nini? Anaweza mpaka kuchukua mirasi yetu, yani akaturisi. Hilo mimi siwezi kukubali. Tutafanya juu chini, mimi na wewe dada Mwajei, na hakikisha huyu anaondoka. Kama alikuwa hana pa kukaa, hakakae huko palikuwa hana pa kukaa. Kama alikuwa hana pa kukaa, amekuwa anaishi vipi wakati alikuwa hana pa kukaa? Hataenda huko. Dada, tunafanyaje sasa? Na ndio maana nakupenda sana mdogo wangu. Yaani ukiambiwa kitu mara moja tu unakizingatia kabisa. Mama alipoondoka alimwachia mikazi yote, kufagia, kudeki, kuosha vyombo, kupika na kazi, kila kitu amemwachia. Sasa hizi kazi tunahakikisha azimalizi. Tunafanyeje sasa? Katoa mingo yako, hata kama ni misafi namna gani, itoe yote, na mimi natoa mingo yangu yote, naenda kumpelekea. Sasa hivi sanafua, tunaenda tunampelekea. Sasa kipindi anafua, mzigo mwingine unakuja, au unasemaje? Hilo ni wazo zuri dada. Sasa mimi ngoja nikachukue nguo zangu na nguo zako, umpelekee kwa pamoja, si ndio hivyo? Changamka sasa, fanya haraka, kwa sababu anafua, anaweza kumaliza sio muda mrefu. Fanya haraka, twende. Naitwa kijakazi, eti kimi kijakazi, kwani jina langu ni kazi kuita. Naitwa kijakazi, eti kimi kijakazi. Shoga amemaliza nguo zote zile ambazo tumemtolea. Shoga, mbona tumeumbuka? We, usiniambie kama amemaliza minguo yote ile, licha ya kwenda kuvunja makabati. Toba, nini sasa tunafanya? Kwa sababu mama akija akikuta yule zile nguo amemaliza, kazi zingine amemaliza, lazima atamsifu, atanoga machoni kwa mama. Tunafanyeje? Nisikwambie vipi? Nakwambia kweli. Sasa hivi naangalia anaosha mivyombo, yani yuko busy na mivyombo. Sasa nakwambia hivi, nenda kalete mivyombo kabatini, ile mivyombo yote tampelekea, sawa?
ili vyombo vyake na vyombo ili aisotumika si michafu. Leta tumpelekee yote. Au unaonaje? Sawa dada. Ngoja niende kabatini nikaitoe vyombo yote haraka kabla hajamaliza. Haiwezekani anoge kwa mama yetu wakati sisi tupo. Ngoja nikatoe hiyo vyombo. Sawa. Nakuja sasa hivi. Umesikia dada? Kija kazi kisa sina makazi, naitwa kija kazi kisa sina mavazi, kisa sina pa kwenda, wanazani napenda, kisa siendi. Naitwa kija kazi, eti kimi kija kazi, kwani jina langu ni kazi kuita. Naitwa kija kazi, eti kimi kija kazi. God have mercy upon us. Shoga, vipi? Mbona haueleweki? Anakaa kama hauelewi kitu fulani hivi. Kuna nini ambacho kinaendelea tena? Kuna nini? Zaituni, we acha tu. Acha. Mimi leo inaniuma. Leo inanichoma. Huyo ni mtu ama roboti? Ile mivyombo, minguo ambayo tumempelekea. Mtu amemaliza. Nauliza Zaituni, huyo ni mtu ama roboti? Haiwezekani tumtolee mivyombo kwenye mikabati. Ile mivyombo haitumiki, mtu kaosha vyote. Mtu minguo ambayo hatuivai, mtu kafua yote. Ndio maana nauliza, hili ni jitu ama ni roboti? Unacheka? Sasa unacheka nini na wewe? Au unapenda mimi ninavolalamika? Tunaitetea upendo kwa mama. Sisi ni watoto wa kike. Vipi mama akianza kumsifia yule? Hapa tunahakikisha huyu anaondoka. Hata kama sisi tulikuwa hatufanyi kazi, lakini kisamvu anaondoka. Mpaka kisamvu tena. Kija kazi kinaondoka. Mimi simtaki huyu. Atakuwa na misikule. Atakuwa na misukula ambayo inamsaidia kufanya kazi, sio bure. Tumetoa mivyombo, tumetoa minguo kwenye mikabati, lakini mtu amemaliza. Huyu ni mtu ama kuna misukula ambayo inamsaidia kufanya kazi? Sasa dada Mwajei, tunafanyeje? Hilo swali pia nakuuliza wewe, kwa sababu wewe mwenyewe umeniuliza hivyo. Tena umefika mbali kwamba huyu ni mtu ama roboti. Mimi nasema hana roboti yule ni binadamu. Lakini kwa huko kutakuwa kuna misukule ndio ambayo inamsaidia kufanya kazi. Sasa dada Mwajei mchaluko, tunafanyeje? Na hivi ninavyokuambia, mama anasema yuko njiani. Tunafanyeje? Na yeye kashanyoosha miguu kwenye kochi, sio kwenye kitanda chake huko. Amemaliza kila kitu. Tunafanyeje mimi na wewe? Sasa kama amemaliza, hatuna cha kufanya. Alikuwa anaosha vyombo, tukaongoza vyombo. Alikuwa anafua, tukaongoza nguo. Sasa kakaa, tumuongezee kukaa? Au tutamuongezea nini? Mimi naona kwa leo tumemkosa. Tumsubirie kesho. Zaituni, tunacho. Tuanze kuhusu choo. Choo kadeki. Sio rahisi sasa hivi yule kwenda chooni. Cha kufanya mimi kalete kama majivu fulani hivi. Sawa? Huko kwenye majivu mimi naenda kuyamwaga chooni. Nachafua choo. Hakirudi mama, akitaka kwenda chooni tu akutane na uchafu. Unaonaje wazo langu? Ishoga, kichwa chako kinawaza. Sijui shule ulipata ngapi. Sasa ngoja mimi niende kule jikoni. Chini kuna kuwa na majivu fulani. Nachukua na kuletea wewe. Uchafua choo. Najua mama akirudi lazima ataenda kuoga. Hauwezi kutokwenda kuoga. Sasa ngoja nikachukue hayo majivu nije hapa mara moja. Sawa dada yake? Ya kazi, isasi na makazi, naitwa kia kazi. Isasi na mavazi, isasi na pakwenda. Wanazani napenda kisa
Mama, karibu sana mama. Vipi za safari? Wewe nani aliyekupa ruksa ya kukaa kwenye hicho kiti wakati wewe ni kijakazi tu? Na unajua kabisa pasipo kukwambia kitu chochote hautakiwi kufanya katika hii nyumba. Sasa nakuulizaje, nani aliyekupa ruksa ya kukaa kwenye hicho kiti na mimi sijakwambia? Mama samani sana nilikuwa na kazi nyingi sana leo. Nimefua, nikafagia, nikaosha vyombo, nikadeki choo na kila kitu. Nilichoka, kujisikia kulala, sijisikii kulala vizuri. Nikasema walau nije hapa sebleni nikusubirie bosi wangu. Ila samani sana mama, samani kama nimekukosea mama. Sorry, sitarudia tena. Sorry, sitarudia tena. Sasa ole wako siku nyingine urudie. Nitakufanya kitu kitu kibaya. Pumbavu. Umefanya zile kazi zote ambazo nimekuachia asubuhi Bila shida mama, bila shida kabisa. Nimefanya kazi zako zote tena kwa ufasaha kabisa. Ukiongea na mimi hauruhusiwi kucheka. Kaza. Toto wa kiume wewe. Unacheka. Nimefanya kazi zako zote. Unachohitajika kujibu kwamba ndio, nimefanya kazi zako zote ambazo umeniachia mama. Sawa? Na sio mama kuanzia leo. Sijakuzaa mtoto kama wewe. Mtoto ibilisi, kija kazi, hauna pa kukaa. Shenzi matusi wewe. Kuanzia leo niite bosi. Haya, ngoja niende zangu chooni. Yaani kila wakiongea na mimi tu hawana jina lingine la kujiita mimi. Mpaka waniite kijakazi. Huyu ndiye ananiita kijakazi. Watoto wake pia wananiita mimi kijakazi. Sina tu makazi, sina mavazi. Kisa sina pa kwenda, wanazani napenda. Shikamoo mama. Marhaba mtoto wangu kipenzi. Mdogo wako yuko wapi? Yupo chumbani kwake huko. Amejilalia zake. Mimi ndo nimekomaa, nataka kuona game. Nataka kuona mchezo. Mchezo gani huo? Mama, mbona unanipiga makofi na uniambii kosa langu ni nini mama? Kwa hiyo chooni umeenda kumwaga utelezi, nimedondoka, unataka kunivunja kiuno, si ndio? Sasa nakwambiaje, leo sitaongea kwa maneno. Leo kijakazi na kulamba makofi 20. Haya, twende kazi. Kijakazi, makazi. Naitwa kijakazi, kisa sina mavazi. Kisa sina pa kwenda, wanazani napenda. Kisa sioendi. Garafuta katuni za huzuni za kuchekesha, za kufurahisha. Garafuta katuni za huzuni za kuchekesha, za kufurahisha. Garafuta jo tufurahia na uzo mkubwa, ila jina ndo ana